Mageuzi haya tunayoyaona sasa hivi yana historia ndefu sana. Kulikuwa na tume ya Makweta, ilipitia mfumo wetu wa elimu wote na kuweka mapendekezo makubwa sana. Mojawapo kwamba elimu ya msingi iwe miaka 6. Hili tunaloanza kutekeleza chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na baada ile tume kukamilika, Jackson Makweta akafanywa waziri wa elimu, wakati wake ikiitwa elimu ya taifa. Lakini mtikiso wa uchumi ulikuwa mkubwa sana, miaka 80, 85, 85, 90. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana kulikuwa hakuna utekelezaji wa wale mapendekezo. Mwaka 2014 serikali ya awamu ya 4 ilizindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, na humo yale tunayozungumza mengi yako humo. Kwa mfano, sera ya elimu na mafunzo 2014 ilizinduliwa 2015, lakini inaitwa 2014. Ilisema elimu ya msingi itakuwa miaka 6, elimu ya lazima miaka 10. Sasa mnavyofahamu, mpaka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, anaingia madarakani, ile sera ilikuwepo, haikufutwa. Lakini tulikuwa na elimu ya msingi ya miaka 7 na elimu ya lazima ya miaka 7. Kwa mwaka 2014 tulikuwa na sera inasema elimu ya msingi miaka 6, elimu ya lazima miaka 10, na ile sera ilikuwepo mpaka anaingia rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichokuwa kinatekelezwa na sera viko viwili tofauti. Tulikuwa na elimu ya msingi miaka 7 na elimu ya lazima miaka 7. Rais wetu baada ya kuapa mapema sana, nadhani ilikuwa mwezi wa 3 mwishoni, tarehe 6 au tarehe ngapi, tarehe 6 mwezi wa 4, nitakumbuka vizuri, mwaka ule ule alioapa. Sidhani hata kama mwezi umepita, alifanya mabadiliko kidogo tu kwenye baraza la mawaziri, akiwa pale hapa Ikulu ya Dar es Salaam. Alizungumza umuhimu wa kufanya mapitio ya sera na mitaala, hasa kuhakikisha kwamba elimu yetu inamwandaa mtoto vizuri zaidi, aweze kuajirika na kujiajiri, apate ujuzi unaendana na hali ya maisha ya dunia ya sasa hivi. Alisema hadharani, wanaofuatilia wanaona, sisi siku tunazindua sera toleo la 2023 tuliweka clip kukumbusha tumetoka wapi. Kwa hiyo alisema na akawa anazungumza na anarudia. Kwa hiyo safari ya mageuzi ilianza, mimi hata si waziri wa elimu. Kwa mfano, mitaala ilikuwa imeanza kupitiwa. Kwa sisi wengine tukabahatika kuja kuingia humu wakati treni ilikuwa imeanza kushika kasi, tukaendeleza kasi hiyo ambayo aliagiza na alielekeza rais wetu. Na maelekezo yake yalikuwa, pitieni kila kitu katika historia ya elimu Tanzania, na shirikisheni watu wote wa aina zote, tumieni wataalamu na mjifunze katika nchi nyingine. Baada ya kufanya yote hayo kama alivyotuagiza, tuligundua sera ya elimu na mafunzo ya 2014 kwa asilimia kubwa inachohitaji ni utekelezaji. Yako mabadiliko yalifanyika, lakini ukiangalia
yalikuwemo mle, asilimia kubwa yalibaki, na maoni ya wananchi yaliendelea kusisitiza jambo hilo ambalo lilikuwa kwenye 2014. Wataalamu waliona hilo ni sahihi, na tulivyojifunza nchi za watu wengine tuliona mwelekeo ndio huo. Kwa ndio maana akakubali tutoe toleo la mwaka 2023 la elimu, sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014. Hii safari imeanza mbali. Kuanzia wakati wa Jackson Makweta, tume ile nadhani ilikabidhi ripoti mwaka 81-82 kwa Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilipitiwa na kuwa na sera ya elimu na mafunzo 2014, awamu ya 4. Alikuja rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akasema tufanye mapitio, lakini wasikilizeni wananchi, tumieni wataalamu wafanye uchambuzi, jifunzeni kutoka katika historia ya nchi yetu na kajifunzeni sehemu nyingine duniani. Na alivyopelekewa mapendekezo kwamba ile sera ya 2014 na ambayo sehemu fulani, sehemu kubwa tu vile vile inatokana na tume Makweta, lakini maanake kwamba tunaanza kitu ambacho kitakuwa na gharama, hasa siku za mwanzo za utekelezaji. Akasema naam, hiki ndio nilikuwa nakitaka, hii ndio elimu nilikuwa naitaka. Kwa ujasiri mkubwa rais wetu alisema enendeni mkatekeleza. Alipitisha sera hii. Kwa leo tunawaga kwenda India. Safari yenu hii ni sehemu ya safari hiyo ndefu. Na katika toleo la 2023, sasa sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo 2023, ambapo nadhani kila mtu anaweza kusema tu sera ya elimu na mafunzo Tanzania. Haya mengine tuachie wakati tunafanya citation. Yako mambo mawili makubwa nitazungumzia. Yako mengi lakini mawili makubwa. Moja lilikuwepo kwenye sera ya elimu na mafunzo 2014. Elimu ya lazima sasa Tanzania itakuwa miaka 10, sio miaka 7. Miaka 10. Kila mtoto lazima asome mpaka form 4. Hiyo ilikuwepo kwenye sera ya elimu na mafunzo 2014. Pili, elimu ya sekondari imegawanywa katika mikondo miwili. Kuna mkondo wa elimu jumla au ujuzi, lakini theory yale ambayo tumezoea mpaka sasa hivi. Alafu kuna mkondo wa elimu ya amali, elimu yenye kuzingatia zaidi ujuzi wa kiutendaji. Katika mkondo wa elimu ya amali imegawanyika sehemu mbili. Kuna elimu ya ufundi na kuna elimu ya ufundi stadi. Technical education and vocational education imegawanyika sehemu mbili. Leo mnapelekwa kwa sababu nyie ni walimu wa amali, ufundi, ili watu waelewe ni amali inayozingatia uhandisi ambayo enzi hizo, ili mwanafunzi achaguliwe kwenda shule ya sekondari ya ufundi ambayo ilikuwa inaitwa Technical Secondary School. Tulikuwa hatuna vocational secondary school. Tulikuwa na shule za kilimo, lakini zilikuwa ni elimu jumla na kilimo kwa wingi, kama Kilosa, kama Kibiti, kama Ruvu. Lakini tulikuwa na sekondari za ufundi, sio ufundi stadi, ufundi. Na ili uende kule lazima uwe na uwezo zaidi.
na hasa katika hesabu, katika hisabati. Kwa hizi shule ambazo zimetajwa kama Moshi Tech, Ifunda Tech, Musoma Tech, Tanga Tech, Bweru Tech, hizi shule zilikuwa ni shule za ufundi, sio ufundi study, technical secondary school, na ili uingie kule ulikuwa lazima uonyeshe uwezo wako zaidi katika mambo ya ufundi. Na wale ambao wakimaliza kidato cha 4 wana cheti kile cha kumalizia shule na cheti cha ufundi, ufundi magari, ufundi umeme na kadhalika, unakuwa umekamilika. Hii ni sehemu ya mageuzi ambayo rais wetu aliagiza yafanyike. Safari ya mageuzi tumeenda nayo hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ilikuwa mitaala mipya inayoendana na sera mpya ilianza kutekelezwa darasa la 3. Hawa darasa la 4, la 5, la 6, la 7 walibaki kwenye mtaala wa zamani. Ilianza kutekelezwa kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha 3 na cha 4 mtaala wa zamani. Tumeanza kutekeleza kidato cha 6, kidato cha 5, cha 6 mtaala wa zamani, na elimu ya walimu kadhalika. Na lengo lake ilikuwa ni kutokufanya kila kitu kwa mkupuo, tusije tukaleta mparaganyiko, na ili tuwe na umakini mkubwa katika utekelezaji. Kwa hiyo waliosoma mtaala wa zamani wakiwa darasa la 4 wakati huo tunaanza, wenyewe wataenda mpaka darasa la 7 kwa sababu mtaala wa zamani uko hivyo. Walioanza na mtaala mpya wakiwa darasa la 3 wataenda mpaka darasa la 6, wanamaliza shule ya msingi. Kwa hiyo mwakani 2027 darasa la 6 watahitimu na la 7 watahitimu. Kuna mahafali 2 kila shule, na wote inabidi waende mpaka kidato cha 4. Na swala kubwa hapa ni pamoja na kuongeza miaka kukaa shuleni, ili mtoto akimaliza, akianza shule na miaka 6 kama inavyotakiwa, akakaa miaka 10 ataondoka akiwa na miaka 16. Lakini kama tungebaki na utekelezaji uliokuwepo, akianza na miaka 6 anakaa miaka 7 anatoka na miaka 13. Unamwambia sasa kajiajiri kwa umri ule, utaajiriwa na nani? Hata upande wetu wa Zanzibar walishaondoka huko zamani. Elimu ya lazima miaka 10. Miaka mingi wamekuwa wakitekeleza hilo. Kwa hiyo tumeanza safari hii. Hii safari yenu ni sehemu ya safari ndefu ya kutekeleza mageuzi. Hii safari itakuwa na milima na mabonde. Kuna kuteleza na kujaribu kusimama. Lakini jambo la uhakika, hakuna kurudi nyuma. Hatuwezi na hatutoweza sasa hivi kuambia wale walioingia darasa la 3 na mtaala mpya wakifika la 6 tuseme sasa tuendeni pale darasa la 7 alafu muondoke. Tutakuwa tunawafanyia Watanzania utani. Safari imeanza. Kutakuwa na milima na mabonde, kutakuwa na kuteleza hapa na pale, wakati mwingine tutaanguka, tutasimama, tutajikung'uta. Hakuna kurudi nyuma. Watanzania wana matumaini makubwa na maamuzi haya ya rais wetu, maelekezo ya mkuu wa nchi. Matumaini makubwa sana. Ukisikiliza tu watu wanaongea sasa elimu yetu inanyooka. Itanyooka sasa kwenye utekelezaji. Imenyooka kwenye sera na mitaala. Kazi yetu kubwa ni kutekeleza hiyo sera na mitaala. Miaka 10 ya elimu ya lazima na mikondo miwili ya sekondari. Mkondo mmoja wapo ni sekondari za ufundi. Hakuna kurudi nyuma. Jukumu letu sisi wote kutekeleza. Na ajenda hii ni ajenda ya vijana. Ni ajenda ya kuandaa vijana wetu
wawe na maisha bora zaidi, kwa sababu elimu imewaandaa vizuri sana. Ni ajenda ya watoto wetu, ni ajenda ambayo tutakosea sana tukiahirisha, tukiikwepa, tukizembea. Vijana wengi wako mashuleni, watoto wako mashuleni. Tunapowasomesha, wakimaliza, walao yale mabadiliko, yale maono ya rais wetu yaonekane katika aina ya elimu tunayowapa na maandalizi tunayofanya. Ajenda hii huwezi kuiahirisha, lakini mageuzi haya utekelezaji wake umeanza. Hakuna kurudi nyuma. Kati ya mambo ambayo tunataka tuyafanye ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu bora, sio bora elimu. Kwa hiyo elimu hii ya ufundi ambayo katika ule mkondo hatuwezi tukadhani kilichotolewa wakati ule na Tanga Teki, Ifunda Teki, Moshi Teki kinakidhi inavyotakiwa mahitaji ya dunia ya sasa. Dunia imeenda. Tunahitaji vifaa vya aina gani? Ufundishaji wa aina gani? Ili watoto waelewe. Ndio maana serikali imeamua kuwapelekeni India. Katibu wetu mkuu aliongoza timu. Aliona jinsi wenzetu walivyojitahidi kujipanga kutoa elimu ya ufundi kwa vijana wa India. Na chimbuko hilo sasa la kutupelekea kusema kwamba hivyo walimu wetu, hebu waende waangalie vifaa kule vikoje, ufundishaji ukoje, wenzetu wanaandaa vipi vijana wao, ili mkirudi hapa muwe chachu ya kusimamia kwenye shule zenu na kwa wengine namna bora ya kuendesha elimu ya ufundi hapa Tanzania. Kwa sisi tunajua kwamba Watanzania wana matumaini makubwa. Sote tunajua maono ya rais wetu kwenye elimu. Wajibu wetu ni kutafsiri maono hayo kuwa ni ukweli wa maisha katika elimu yetu, na wajibu wetu ni kutafsiri matumaini ya Watanzania kuwa ni mafanikio ya uhakika katika elimu yetu. Ndio maana ya safari hii. Unapanda ndege kwa mara ya kwanza, jambo jema, jambo zuri sana. Sote tunakumbuka mara ya kwanza tumepanda ndege ilikuwa lini. Hatukupanda tukiwa wadogo sisi, watu wazima. Mnaenda kwenye nchi tofauti ya mbali kuangalia, mtajifunza, mtaona utamaduni wa aina mbalimbali, jambo zuri sana. Lakini hatima yote, mkirudi hapa, rudini na chachu. Shule yako ya ufundi, rudi useme hiki mbona sisi hatuna hiki, mbona hatuna hiki, mbona hatuna hiki. Bisha hodi kwa dedi, kwa afisa elimu, andika taarifa, tusumbue, tuhangaishe kwamba na kamishina anaenda na kamishina arudi naye atuambie tunafanya nini kuhakikisha kwamba matumaini ya Tanzania yanakuwa kweli mafanikio, maono ya rais wetu yanakuwa kweli matokeo ambayo Watanzania wanayatarajia, ambayo rais wetu anayatarajia. Ndio maana safari hii, safari ya mageuzi itaendelea kuwa ndefu, usio mwisho. Tutajitahidi kufanya kila namna. Nasema kwa uhakika, mageuzi utekelezaji wake una milima na mabonde, kuna kuteleza, kuna kuanguka. Kila mara tutasimama, tutajikung'uta, tutasonga mbele, hakuna kurudi nyuma. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba haya yanafanikiwa.
Na kwa maana hiyo naomba nitoe shukrani za aina yake za kipekee kwa yule mshambaa Profesa Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe. Katoka Dodoma, kaacha shughuli nyingi na nafahamu nyingi alizotakiwa nazo, na atarudi mbio. Amekuja hapa kuonyesha kwamba nyie wote mmeajiriwa na TAMISEMI, nyie wote ni walimu kutoka TAMISEMI, mmechaguliwa na TAMISEMI. Amekuja kuhakikisha anawaona, amewapa mawaidha. Sirudii nisije nikaharibu. Zingatieni sana aliyosema, nikirudia naweza nikakosea. Nyie ni walimu, mmesikia, mmemwelewa. Lakini namshukuru sana yeye na TAMISEMI kwa ujumla. Mageuzi haya hayawezi kutekelezwa na Wizara ya Elimu, yanahitaji kila mtu. Utekelezaji wake kwa asilimia karibu 90 huko TAMISEMI, kwa sababu shule za serikali mmiliki ni TAMISEMI, bajeti inaombwa na TAMISEMI, inasimamiwa na TAMISEMI, walimu wako chini ya TAMISEMI, sera iko Wizara ya Elimu. Sera ikibaki bila utekelezaji, isipoingia mashuleni na kufanya kazi, yale matumaini makubwa wa Tanzania tutakuja kujibu, kueleza tumeyapeleka wapi. Kwa msimamo wa waziri wetu, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na kwa hulka ya Mheshimiwa Profesa Riziki Mdoe na timu yake, katibu wake mkuu na ana jina anaitwa Adolf Ndunguru. Lela Adolf tumemwazima kwanza, tumalize ya mambo, tutarudisha majina yetu. Lakini chini ya uongozi wake na wale wasaidizi wake wengine wote, naibu waziri Mheshimiwa Ruben, kwa kufanya kazi sisi pamoja, tuna uhakika tutafanikiwa. Kwa hiyo siwezi kushukuru moja moja. Nikisema namshukuru Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, nimeshukuru timu nzima ya TAMISEMI. Sasa nishasahau namna ya kushukuru Kisambaa, nasema aonga. Nakuja kuboronga hapa. Lakini nimesema tutateleza, tutaamka, tutasimama. Sio jamani? Mimi nitasema tu asante kwa Kiswahili, itaeleweka. Lakini vile vile kwa upande wa Wizara ya Elimu, napenda kumshukuru katibu wetu mkuu Profesa Nombo kwa kusimamia haya mambo. Fedha hizi chini ya uongozi wa rais wetu na maelekezo zimetoka GPE. Hizo zimepitia wizara yetu, na yeye ameniambia na tumekubaliana tutaendelea na hizi safari mpaka kieleweke. Lakini na nyie mnapoenda mkirudi, tuonyesheni kuna mabadiliko, ili kuhimiza na wenzenu waende. Au mnataka kufunga milango jamani? Isije kawa aliyo juu ngoje chini. Nyie mkifanya vizuri, mtavuta na wengine na wengine. Amali, ufundi, lakini tuna vocational training, agriculture, kilimo, ufugaji, uvuvi, ushoni na maeneo mengine kama hayo. Mimi na raha sana, nitaongea mpaka mchoke, lakini naomba niishie hapa niseme hivi: muende salama. Zingatieni kila neno alilosema Mheshimiwa Riziki Profesa wetu Shemdoe. Mkifanya vile, mtakaporudi hapa, tunajua tutakuwa tumechuma, maisha yatasonga mbele vizuri, mageuzi yataendelea kusonga mbele kwa kasi inayohitajika. Asanteni sana, Mungu awabariki.